wakati tunaadhimisha hii TPF Day. Kwanza nyie kama askari polisi mkumbuke, mkiwa kama wanawake mnatakiwa muwe mfano mzuri wa kuigwa kuanzia majumbani kwenu, kwenye jamii mnazoishi nazo, mkiwa kazini. Hapa nasisitiza kwamba mwanamke ni mjenzi, hivyo ni vyema kujituma kwa bidii kila mmoja wenu sehemu alipo. Ila ndio ubishi kama mwanamke ni mwalimu, mwanamke ni mzazi na kila kitu. Kwa hiyo lazima muendelee kutunza heshima yenu. Aidha, niendelee kusisitiza kwamba nyie kama askari wa kike, pamoja na kupata mshahara, ni vyema mkabuni njia sahihi au halali za kujiongezea kipato ili kujiepusha kuingia kwenye tabia zisizofaa kwa kuona kama mshahara hautoshi, na zaidi kujiepusha na madeni yasiyo ya lazima. Na hapa niwakumbushe kuwa ni vyema kila mmoja wenu ajitahidi kuishi ndani ya maisha au uwezo aliojaliwa na Mwenyezi Mungu, kuamua kukubali kuridhika na ulichonacho kwa wakati huo. Lakini pia mara nyingi imekuwa ikionekana askari wengi wa kike nidhamu zao zimekuwa sio nzuri au haziridhishi, kama vile ulevi, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, ukatili kwa watoto au wanaume, watu wanaoishi nao majumbani kwao, kuchagua kazi malighafi, kutopendana wenyewe kwa wenyewe, kuvaa uniform ambazo haziko kimaadili sana, kusuka misuko isiyokubalika kwa mujibu wa taratibu, kutokuheshimiana wenyewe kwa wenyewe, kutoa huduma mbovu. Hivyo ni vyema mkautumia mtandao wetu vizuri ili kukumbushana mambo ya msingi, ikiwa ni pamoja na kufuata taratibu za jeshi kwa mujibu wa sheria, kuwa na maadili mema, kutunza familia zetu, kufanya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii na kuwalea watoto wetu katika misingi inayofaa. Kwamba tunapopata wasaa tukiwa huko kazini, tupende kushiriki kwenye nyumba za ibada na watoto wetu wapate angalau sala na maadili, ili baadaye tusaidie kujenga kizazi kinachokataa maovu, ili kuikinga jamii na uhalifu, ikiwa ni pamoja na taifa kwa ujumla. Kwamba niendelee zaidi kuwakumbusha kuhusu haki za binadamu, na waagiza kuwa nyie kama askari wa kike ni vizuri kuheshimu utu wa kila mtu wakati wa utekelezaji wa majukumu yetu, kutotumia mamlaka yetu vibaya, usikubali vitendo vya rushwa, mateso au vitisho kwa wananchi, kutoa msaada kwa waathirika wa ukatili, kuwajibika bila upendeleo na kutoa mfano bora kwa wengine na kwa wanawake wengine ambao wako nje ya hizi taasisi za haki jinai. Mtandao wa polisi wanawake Tanzania ni mtandao wa askari wa kike ambao umeundwa kwa nia ya kujengea uwezo wa kujiamini miongoni mwa wanamtandao ili kuongeza ufanisi na kuboresha huduma kwa jamii. Dhima ya mtandao ni kujengea uwezo wa kudumisha mshikamano miongoni mwa polisi wanawake, askari wengine na jamii kwa ujumla, ili kuhudumia wananchi kwa huduma bora ambayo inakuwa imekusudiwa na jeshi la polisi. Lakini pia kuhamasisha na kuwashawishi wanawake kutumia fursa mbalimbali zinazopatikana ndani na nje ya jeshi la polisi. Kupitia sherehe hii na mafunzo tuliyopata, basi tunaomba sana askari wakaendelee kuwa kioo kwenye jamii, kwa sababu tunamuelezea mwanamke ama askari wa kike kama kielelezo, kwa sababu askari wa kike ni mama, askari wa kike ni mke, askari wa kike ni mwanamke ambaye tunaamini kwamba yale majukumu ya kike sisi sote tunayatekeleza. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa askari wenzangu, tukaliwakilishe vizuri jeshi, tuizungumzie vizuri taasisi yetu. Lengo la kufanya sherehe hii ni kukutanisha umoja wa polisi wanawake wote mkoa wa Morogoro, na sio Morogoro tu tumefanya, imefanyika karibia Tanzania nzima na wanaendelea kufanya askari wa kike Morogoro. Lakini lengo ni kuonyesha upendo, kupeana changamoto, kujua changamoto zinazotukabili, lakini kupeana fursa na milango mbalimbali na jinsi ya utendaji kazi, kuwekana sawa kwenye nidhamu, kwenye weledi, kama kauli mbiu yetu inavyosema ya nidhamu, haki, weledi na uadilifu ndio msingi wa mafanikio yetu.